Tunafunga kazi na haya. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imehimiza Wakenya kutumia mitandao ya kijamii kwa uwajibikaji tunapoelekea katika msimu wa kampeni za uchaguzi mkuu. Tume hiyo imeonya kuwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii ikiwemo kusambaza chuki, taarifa za uongo na uchochezi yanaweza kuhatarisha amani na mshikamano wa kitaifa. Mwanahabari wetu Sebastian Maria anafunga kazi na taarifa ifuatayo. Katika juhudi za kukabiliana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanayohatarisha amani na mshikamano wa kitaifa, Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imewataka Wakenya kuzingatia sheria na maadili ya uchaguzi na kutumia majukwaa ya kidijitali kuwasilisha sera na hoja zenye manufaa kwa wananchi. 2 or so years tumekuwa tukiona mambo ya hate speech ambayo yamekuwa yakiendelea katikati ya mambo ya siasa ambayo yamekuwa, na pia tuseme kwa viongozi moja na wengine, na tunafurahia that the NCIC Commission wameweza kuona hii ni jambo la kuweza kuchukulia hatua, na sasa pia kuweza kuja na kutuelezea zaidi. Tume hiyo vile imetoa wito wa uwajibikaji na kuwepo kwa sheria itakayoleta amani katika jamii. Lengo letu ni kuhakikisha hata kuna policies ambazo zina drive peace and cohesion in the county government of Isiolo. So at the moment tunatengeneza hiyo policy, we are in the process. Haijakuwa hapo kitambo, lakini sasa hii tunaiweka, na hii mambo ya hate speech control in partnership na with other stakeholders like NCIC, tutadevelop guidelines, tutahamasisha watu kuhakikisha kwamba hate speech imepungua. Aidha, tume hiyo imezindua hatua muhimu za mwongozo wa matumizi ya mitandao ya kijamii, ikiwemo hatua ambazo mmoja anapaswa kuzingatia anapochapisha taarifa yoyote kwenye mitandao ya kijamii. The key documents that we are rolling out today is social media guidelines. We are also rolling out the Kenya National Action Plan against hate speech. There is also a report on gender analysis that on dangerous speech that we are rolling out today. We realize that among the counties that probably were of interest in this was Isiolo and many other counties that include Marsabit. We also have Mandera, Laikipia, among others. So basically these guidelines, the social media guidelines, will be able to guide engagements, especially those people who are using social media platforms, to ensure that they do not propagate hate speech or incitement through those platforms. We know that we are moving towards general elections, and with the challenges that are coming up, especially the misuse of AI, artificial intelligence, it's we are concerned that it might exacerbate the misuse of social media platforms. Kwa wale wanatumia sana social media, tumeona mara nyingi tunatumia maneno machafu kupitiza ujumbe. Labda ujumbe inaweza kuwa mzuri, lakini vile maneno unavyotumia ni maneno ya kuchochea, kutukana na kudehumanize watu wengine. So ni amana kwanza kuelezea kwamba wale wako active kwa social media ama digital space wawe very careful. Sebastian Maria, Undugu TV.